kujiwekea. Mimi bwana nikipata kazi, najenga nyumba, naoa mke, napata watoto, napeleka shule, kusudi langu kuja hapo duniani limefanyaje? Limeisha. Hapa anasema na kila mtu leo, sisemi na watoto, sisemi na vijana, nasema mpaka na wazee. Kuna watu wanafikiri kwamba wamechelewa. Hakuna aliyechelewa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo hii kitazaliwa kitu kipya ndani ya mtu leo. Amen. Inawezekana hakijawahi kufurumushwa siku nyingi huko ndani. Sasa leo tunakifanyaje? Tunakifurumusha, tunakitoa ndani. Tunakitoa ndani kitoke nje. Jiulize maswali magumu. Jiulize maswali magumu. Mimi ni nani na nafanya nini hapa? Amen. Ninafanya nini hapa? Kusudi la Mungu kunileta hapa ni kwa ajili ya nini? Haleluya. Mwenzenu nilisoma, nikamaliza chuo kikuu. Nikaajiriwa na taasisi ya fedha. Nafanya mwaka wa 10 sasa nafikisha. Lakini miaka 4 iliyopita, wakati na miaka 6 kazini, nilikutana na mtu mmoja, akaniambia maneno magumu sana. Ndio ilikuwa roundabout yangu. Unajua roundabout Nasemaga turning point. Ile ilikuwa sehemu ya kwenda kugeukia. Ndio maisha yangu yalipogeukia hivi. Nikageuka nikasema nilikuwa nadhani kwamba nimeitiwa kwa ajili ya hiki. Kumbe sikuitiwa hichi. Bwana Yesu asifiwe. Nilikutana na roundabout nikageuka nikaanza maisha mapya. Aliuliza maswali magumu sana. Nikamwambia leo hii alikuwa anasisitiza anasema unatakiwa ufe ukiwa huna kitu. Je, anasema die empty. Die empty. Na siku hizi kila mtu anajua Kiingereza. Watoto wetu wameenda English medium, basi tunapiga English watu wote. Si ndio jamani? Sio kama hizi zetu. Tunaambiwa die empty, yani kufa ukiwa huna kitu. Nikajiuliza hivi mimi leo kwa mfano nikifa nakufa na nini? Naacha nini huku duniani? Je, sitaweza kurudi navyo kweli vyote ambavyo Mungu aliniwekea kweli? Sikuna hatari ya mimi kurudi na vitu vyote ambavyo Mungu alinipa. Die. Naambiwa die empty. Na die nakufa vipi nikiwa sina kitu? Nasema unatakiwa uende kaburini ukalisurprise kaburi. Yaani ukifika pale kaburi ikute wewe hauna kitu. Yaani umeenda kwa faida. Umeenda kwa nini? Kwa faida, maana yake kila kitu ambacho Mungu alikupa kilete huko duniani umekifanyaje? Umekiacha. Anamaanisha nini? Anasema hapa katikati yetu kuna watu ambao ni waandishi wa vitabu, lakini wanazeeka hawajui kuandika kitabu hata hicho kimoja. Lakini Mungu ameweka mavitabu ya kutosha, yani kuna mashelfu ya vitabu humo yamejaa humo ndani ya mtu, ambayo angeandika kitabu kimoja tu kangemtambulisha duniani kote na angepata hela ya kutosha. No. Inawezekana ndio angekuwa sponsor wa makanisa yote nchini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuuza kitabu chake kimoja tu angeweza kusponsor makanisa yote ya FPCT Tanzania. Mtu huyu kitabu chake hiki kimoja tu. Kuna mtu mmoja ambaye huyo anasema alinibadilisha mimi. Anaitwa Dr. Miles Monroe. Anasema hivi. Anasema vitabu vyake vinaongoza kwa kuuzwa China. Afu mchungaji, China kuna dini? China kuna Ukristo? Hamna Ukristo China. Lakini vitabu vyake vinaongoza kuuzwa kwenye nchi ambazo hamna Ukristo kabisa. Lakini mchungaji, na kwa kufanya vile amebadilisha watu wengi sana, nikiwemo na mimi asijaye hata kukutana naye. Amenibadilisha na mimi. Kwa hiyo ina maana leo kuna watu humu ndani wana vitabu wamejaa. Nikisema vitabu simaanishi tu vitabu. Inawezekana wewe ni mtunzi wa nyimbo, lakini kila siku unasema sio nitunge, kesho siku inapita. Kesho inakuja. Kesho kutwa inakuja. Haujawahi kufanya hata siku moja kile ambacho Mungu anataka ukifanye, kinakuwaka huko ndani. Hujawahi kufanya. Lakini siku ukiamua kukifanya, kila kitu kinafunguka kwenye maisha yako. No. Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 16. Inasema kipawa cha mtu humtengenezea nafasi. Naam, humtambulisha mbele ya watu wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Kiingereza nasema hivi, nasema vizuri sana Kiingereza. Nasema a man's gift makes room for him and it brings him before great men, before great kings. Sawa. Yaani ukiwa na kipawa chako wewe utaenda, kipawa ndio kitakufanyaje? Kitakupeleka. Mwimbaji anaambiwa na mtu anasemaga ngoja niimbe, au kuna kipawa ndio kinamsukuma anasema ngoja nikajiunge na kwaya.
Kiuliza wana kwaya tu watakwambia bwana mimi ni mwimbaji, nasikia ndani mimi ni mwimbaji, ngoja nikajiunge na kwaya kanisani. Si ndio? Wapiga vyombo. Hivyo hivyo. Kila mtu ana kipawa chake. Tukifika mahali utashangaa tu mtu anasaidia watu, anawapanga, anafanya nini hata kama sio nani. Mimi naangaliaga hata kwenye foleni barabarani. Unaona magari watu wamefungamana, wamefanya nini? Mtu anashuka mmoja tu kwenye gari. Sio trafiki, sio polisi, sio nani. Anasimama anasema no. Wewe, paki hapo. Sawa? Paki? Hapo. Magari yote yanafanyaje? Yanapaki huko. Yanapita mengine, yanapita hapo, mengine hayafungamani. Wanapishana vizuri, yanaenda baadaye na yeye anachukua la kwake, anafanyaje? Anaondoka. Ni mtu mmoja tu kasimama kwenye sehemu yake. Ameamua kukitumia kinini? Kipawa chake. Sio polisi, sio askari, sio nani. Lakini ameona hapa tunakwenda kutokea hapa ni disaster hapo mbele hapo. Unaona? Katumia kipawa chake ambacho kinawasaidia watu wengine. Ndio kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Unafunuliwa nini? Unafunuliwa kile ambacho Mungu alikiweka ndani yako ili uwe na thamani kwetu. Kwa sababu kipawa kile si kwa ajili yako, ni kwa ajili yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe. Ushakuona mgomba unakula ndizi? Aniambieni hiyo haya maajabu yamesha kutokea Bukoba sio wapi. Niambie Kilimanjaro au Mbeya ambako kuna ndizi zinatoka, si ndio? Ushakuona ndizi zinaliwa na mgomba? Naongea na kanisa jamani. Hakuna mgomba unakula ndizi. Na hakuna mwembe unakula nini? Mwembe. Unakula maembe. Maembe yanaliwa na nani? Na wapita njia. Maembe yanaliwa na wapita njia. Na wewe unatakiwa kujua kipawa chako si kwa ajili yako. Ni kwa ajili yetu sisi, mimi na wewe wengine. Inawezekana wengine umeitwa kwa ajili ya taifa, wengine umeitwa kwa ajili ya dunia, wengine umeitwa kwa ajili ya mkoa wako, mwingine anaweza kama ameitwa tu kwa ajili ya mazingira yake yanayomzunguka pale. Unaona? Lakini usikae hivi. Usiseme mimi ni dhaifu. Usiseme ni mnyonge. Yesu Kristo amekukomboa kwenye uharibifu huo ili athibitishe kile alichokiweka ndani yako. Haleluya. Yesu amekukomboa kwa thamani kubwa sana. Usije hapo kakaa kwa hasara. Funguka. Fanya nini? Funguka. Kuna faida kubwa sana ya kuishi kwenye kipawa ambacho Mungu amekupatia. Kuishi kwenye utambulisho ambao Kristo amekupatia. Unasema tumezaliwa mara ya pili, tumefanyika watoto wa Mungu, tumebarikiwa kwa baraka zote. Sisi kama Kristo alivyo ndivyo na sisi tulivyo. Tumefanyika kuwa makuhani wa kifalme. Tumekuwa nani? Wafalme na sisi wenyewe. Tumekuwa sijui kila kitu Mungu anatuambia sisi tumekuwa hivyo. Alafu leo ukitoka hapo nje unajua bwana sisi ni dhaifu. Sisi ni wanyonge. Huo utambulisho nani kakupatia? Utambulisho unaotoa wapi? Bwana asifiwe. Amen. Utambulisho unaotoa wapi wakati Mungu amekupa utambulisho mpya? Haleluya. Amen. Kipawa chako ndicho kitakacho kutambulisha. Na kwa sababu huna hofu ndani yako, anasema mwenye pendo amekamilishwa. Hana nini? Hofu ndani yake. Aliye na pendo amefanyaje? Amekamilishwa. Pendo la Kristo limemiminwa kwenye mioyo yetu sisi. Kwa hiyo maana yake tumekamilishwa katika Mungu. Hatuna tena mapengo, hatuna hofu, hatuna mashaka, hatufungamani tena na vifungo vyovyote. Sasa kinachokufanya usiruke fence ukafanya mambo yako ni kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako leo nataka ukaruke fence. Ruka fence. Nasema kipawa chako kikufanya uruke fence. Ruka ukuta, wakikuwekea pingamizi pita juu. Bwana Yesu asifiwe. Pita juu. Pita juu, usisubiri. Kwa nini? Waambie na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Sasa ngoja nionyeshe mfano wa mtu mmoja ambaye aliingia gerezani, baadaye akajua kwamba alikuwa gerezani. Mtume Paulo. Soma Wafilipi sura ya 3. Utamwona Paulo anazungumza habari za yale ambayo yeye alikuwa yamemzunguka, ambaye alikuwa yanaona ni ya thamani. Sawa? Asema yalikuwa ya maana sana kwangu. Sawa? Asema mimi ni Waebrania, nimetahiriwa siku ya 8. Mimi kwenye Torati mimi ndo Farisayo. Anajisifu. Sawa? Ni kweli alikuwa na level za juu sana. Sawa? Alikuwa na viwango vya juu sana, alikuwa gusiki. Anasema haya yote nilihesabu kuwa ni hasara ili nimpate Kristo. Sawa?
Anaenda mbali kabisa, anazungumza mambo magumu kabisa Paulo. Anasema haya yote nimehesabu kuwa kama Sio? Kwa nini anasema vile? Hasa kwa sababu alijua kusudi la Mungu ndani yake. Mungu alivyomuita, akasema, "Wow. Haya yote nilikuwa nimefungwa, nilikuwa sioni. Nilikuwa nimetiwa giza kwenye macho yangu, nilikuwa sioni, nilikuwa siwezi kupambanua haya mambo. Niliwatesa Wakristo, nilitesa kanisa. Sikuwa na maana, mimi sikujua kama nilikuwa nafanya haya mambo kwa ajili ya na haribu mambo ya Mungu. Alafu nilikuwa nafanya kwa ajili la Mungu mwenyewe." Amen. Dini ya Kiyahudi ndio ilimfanya afanye yale. Dini ilikuwa kinyume na Kristo kabisa. Dini ya Kiyahudi ilikuwa kinyume kabisa na Kristo. Tena nabii wanamwambia kabisa, huyu mtu anafundisha watu, anawapotosha. Yesu anaambia anapotosha. Haleluya. Kama nilivyo mimi leo hapo naweza kuonekana nimekuja kufanyaje? Kupotosha. Haleluya. Haleluya. Yesu anaambia amekuja kufanyaje? Kupotosha. Wakamshtaki tena kwa makosa ya nini? Ya uongo kabisa. Huyu alijifanya mwana wa Mungu. Paulo naye anasema, mimi nilitesa kanisa kwa jina la Mungu. Wakati ameshtakiwa pale, anasema mimi nilitesa kanisa kwa jina la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu nilikuwa nafanya kwa kushika ile sheria ambayo nilikuwa nimepewa. No. Farisayo maana yake ilikuwa lazima ushike sheria. Sasa nilifanya hivi, lakini kumbe nilikuwa nafanya si kwa ajili ya Mungu, nilikuwa nafanya kwa ajili yangu na yeye na dini yangu. Lakini pale neema ya Mungu ilipofunuliwa kwangu, nikaijua kweli. Ndio unaona nimeifanya kazi ya Mungu kwa bidii. Ndio hiyo sasa leo nataka wewe utazame kile kipawa chako, ugeuke useme, kuanzia leo kiukweli nimechoka kuweka vizingiti mwenyewe, acha niende. Acha nifanyaje? Acha niende. Acha nichane milango nitokee upande wa pili. Nimechoka. Kila siku nasubiria nini? Nasubiria mtaji ufike kiasi fulani, nasubiria nguvu fulani, watu fulani waje wanishawishi. Nimechoka kusubiri. Sasa nakwenda kwa namna yoyote ile. Nitafanyaje? Nitakwenda. Anza. Haleluya. Amen. Anza. Usianze kusema nasubiri kesho. Kesho sio yako. Haleluya. Amen. Kesho sio leo, ndio ya kwako. Na ndio maana tunasema na wewe leo hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maswali yangu yale 10 na yale. Maswali baadhi yamepata majibu yake, si ndio? Yamepata majibu. Tambua kwamba wewe umeumbwa kwa asili ya Mungu. Na aliyeumbwa kwa asili ya Mungu hakuna kinachomfanyaje? Kinachomshinda. Mungu anachokuambia kafanye, nenda, usijiulize mara ngapi? Mara 2. Fanya. Wangapi tunashuhuda kabisa kwamba tulikuwa tunatafuta connection. Si ndio? Tunatafuta connection, unasubiria connection. Yaani umekaa unasema, natamani nipate mtu akunishika mkono, anipeleke mahali fulani. Wangapi? Tuko wengi sana. Lakini siku uliposema, huyu mtu mbona ananizungusha, ngoja niende mwenyewe. Nini kilitokea? Tuongee tu katika mazingira ya kawaida. Uliposema mimi nimechoka kumsubiri huyu mtu anipeleke kwa fulani, leo naenda mwenyewe, acha wakanifukuze getini. Nini kilikutokea? Unakutana na muujiza wa ajabu. Haleluya. Huyo ndio Mungu. Acha kuweka sanamu mbele yako. Haleluya. Acha kujiwekea nini? Mungu hataki uweke sanamu mbele yake. Wewe mtazame yeye, usianze kutazama sanamu unazojiwekea mbele yako. Sanamu nyingi sana tumejiwekea. Baba amekuwa sanamu, mama amekuwa sanamu, kaka, dada amekuwa sanamu. Ametokea mtu kwenye familia na vijihela kidogo, amekuwa sanamu ya familia. Yaani hakuna mtu anatazama maisha mapya. Nafikiri tu bro bana, anijali, afanye nini? Jela. Uko wapi? Alafu unajiita nani? Mkombolewa kwa damu ya nani? Ukija kanisani tunaimba kweli na kulia na kulia. Haleluya. Lakini ukitoka matendo yako na yale uko unayaimba vitu viwili. Jamani mimi sisuti mtu. Sipoka sema mchungaji, sijaje kusuta mtu. Naongea maisha ambayo mimi mwenyewe nimeyafanyaje? Nimeyaishi. Nilipojifunza kuondoa vizingiti mbele yangu, ndivyo maisha yangu yalivyoanza kwenda njia iliyofanyaje? Iliyonyoka. Lakini ukisema hufanye, nani atafanya? Mungu anasema na wewe, asemi na mimi. Akasema na wewe tu, asemi na mimi. Mungu anakuambia wewe nataka upige. Unajua nataka uende pale ukajifunze kupiga kinanda. Wewe una uwezo kupiga kinanda. Kila siku ukisikia mtu anapiga kinanda, unaona kama na mimi nipige kinanda. Lakini hujawahi kutoa hata mguu siku moja ukasema ngoja niende pale. Leo hii vuka hivyo viunzi.
nenda. Sawa? Usipoteze muda katikati hapo. Visikupotezee vitu, visikupotezee nini? Visikupotezee muda, usipoteze mwelekeo. Simama kwenye nafasi yako. Na ukiishi kwenye kusudi kuna faida kubwa sana. Haleluya. Amen. Tuangalie faida za kuishi kwenye kusudi. Faida za kuishi kwenye kusudi. Ukilifahamu kusudi la maisha yako, maisha yako yanakuwa na maana. Swali la kwanza, jambo la kwanza, maisha yako yanakuwa na maana. Ile Kiingereza nasema, kwa Kiingereza nasema unayapa your life inakuwa na meaning. Yaani maisha yanakuwa na maana. You give meaning to your life. No. Yaani ukiishi kwenye kusudi, maisha yako yanakuwa na maana. Yaani huungi. Huna hofu. Huna mashaka. Huna mchecheto. Kwa nini? Uko kwenye nini? Kwenye kusudi. Ukimuuliza mchungaji hapa atakwambia naishi kwenye kusudi. Nina amani. Hata ukimuuliza alianza kanisa na watu wangapi, anaweza akaanza na yeye na mke wake. Haleluya. Kama watu wana shuhuda ngumu. Si ndio? Watu wana shuhuda ngumu. Tena alikuwa hana wasiwasi wala mashaka. Anasema ninakwenda. Kwa sababu Mungu ndiye aliyonifanyaje? Kama Mungu ndiye aliyoniita, maana yake ndiye atakayenifanyaje? Kwa maisha yako yanakuwa na maana. Yanakuwa na maana na huwezi kuyumba tena. Unaona? Nasema ndio maana wengi wanaishia kufanya vitu vya ajabu ajabu ili tu aonekane na yeye yupo. Umeelewa hiyo? Kama maisha yako hayana maana, yaani utatamani tu utengeneze maana yani. Unaona? Utavaa suruali umeitengeneza si imekaaje ili watu wakutambue upo. Si umeelewa? Utavaa visketi havijaeleweka vimekaa huko vimeelekea huko ili tu watu waseme umeona yule dada leo kama amevaa sketi aina fulani kanisani. Yaani huna maana. Yaani wewe huna cha maana ambacho unakifanya. Unaona? Lakini una maana iko ndani, lakini kwa sababu hujaishi kwenye kusudi, unajikuta unateseka na vitu vya nchi unahangaika navyo. Unaona? Mtu ana nani, kuna mwalimu wetu alitutaniaga akasema kuna mtu alipata shida, alikuwa anaandikia mrija wa kalamu. Badala ya kuendelea bomba la kalamu limevunjika, akawa anaandikia kale kamrija tu peke yake cha ndani kale. Ameshikilia. Mwalimu akamwambia, "No, tafuta umaarufu." Kama yule jamaa anaandika kwa kutumia nini? Mrija. Unaona? Nimetoa mfano, lakini unaweza ukaona kwenye maisha yako ni vitu gani unafanya ili uonekane na wewe mtaani pale na wewe upo. Wengine wanatusumbua, unafungua redio sauti kubwa, unaona hiyo inaonekana naye kanunua sabufu. Haleluya. Muulize jirani yako, ni kitu gani wewe ambacho unakifanya hapo mtaani ambacho kinakupa wewe maana, yani uonekane na wewe uko around. Haleluya. Je, ni kusuka nywele kila siku uonekane wewe nywele mpya? Unaonekana dada yule bwana yule dada yule. Unahangaika na nywele. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maana haipo. Yaani wewe unajua kusudi, ulijua kusudi maisha yako yatakuwa na maana tu. Kwa nini? Kwa sababu utagusa watu. Sababu kusudi la Mungu alipo kwa ajili yako, lipo kwa ajili ya kugusa watu wengine. Haleluya. Jambo la pili. Jambo la pili anasema kulitambua kusudi kunakurahisishia wewe maisha. Yaani unakuwa sasa una njia mbili, una njia hii moja. Mimi si nimeitwa kuimba. Kwa kwanza sasa hivi nguvu zangu zote, uwekezaji wangu wote, akili yangu yote, maombi yangu yote, fikra zangu zote, si kila kitu changu, mimi nikufanyaje? Ni kwenye kusudi. Ukisimama kwenye kusudi, tayari maisha yako yanakuwa rahisi kwa sababu huna njia mbili. Watu wanakuja wanaelekea taifa wanaambia Mungu atangulie huko. Mimi kwa kweli leo nina ratiba ya kuelekea Kongowe. Nina nini? Niko kwenye ibada leo kanisani. Kwa nini? Sasa mimi ndio kiongozi wa sifa. Haleluya. Hata kama huko kuna kitu cha maana, mimi ndio kiongozi wa nini? Wa sifa kanisani. Nisipokuwa kanisani, Mungu hatafanyaje? Hatainuliwa. Kwa nini? Nimelijua kusudi langu. Ushakuona mtu kwenye kusudi anasukumwa na mtu? Hakuna mtu anasukumwa kwenye kusudi. Naam. Kwa hiyo anasema pasipo kusudi utapoteza muda mwingi, mali na nguvu nyingi bure. Si unajua hiyo kwa sababu kila upepo unaokuja unaondoka nao. Si ndio? Zimekuja si nini? Na umo. Imekuja si kitu gani na wewe? Upo. Na wewe imetokea si hilo na wewe umo. Yaani kila kitu upo. Kila kitu? Mwambie jirani yako kila kitu
umo. Kwa nini uwepo kwenye kila kitu? Yaani wewe haupo hapa kwa ajili ya kuyumba yumba hivi. Haleluya. Yeah. Anasema maisha ya kupretend na show of life ni maisha ya utupu. Maisha ya nini? Yaani lazima nilisemee, ni maisha ya utupu. Tuache kuishi maisha ya kuigiza. Ishi kusudi. Kishi kusudi hutaigiza. Kwa nini? Kwa sababu utanigusa mimi, utamgusa jirani, utamgusa yule pale, utamgusa yule pale. Kwa nini? Kwa sababu unaishi nini? Kwenye njia yako ambayo Mungu alikuletea hapa duniani. Kwa hiyo maana yake utakuwa umewagusa watu wengine sana kwenye maisha yako. Naam. Sijuze kuna kijana, mshauri mzuri wa wenzio, lakini hujawahi kumshauri hata mtu mmoja. Watu wanakufuata wewe kwa ajili ya nini? Si unajua watu wakikufuata ndio thamani yako inafanyaje? Ongezeka. Je, watu wanakufuata kwa ajili ya kitu gani? Angalia mpira. Haleluya. Nakusa mle. Watu wakija kwako pige stories zisizofaa. Ongea mambo ya hayana msingi. Anapotezea muda tu, mnaingiza giza. Kwa hiyo huo muda mimi sina, kwa sababu naambiwa niwe makini sana na ninavyovifanyaje? Ninavyovisikia kila siku, kwa sababu hivyo ndio vinaanza kunifanyaje? Kwenda kunipasua huko ndani. Unasikiliza nini? Kuanzia kuna kucha mpaka kunafanyaje? Kuna chwe. Unaishi maisha ya utupu. Maisha yasiyokuwa na utimilifu. You are living unfulfilled life. Lakini mtu anaishi kwenye kusudi, ana amani, ana nini? Ana furaha, ana shangwe za moyoni. Kwa nini? Kwa sababu analitimiza kusudi la nani? La Mungu ambalo liko ndani yake. Haleluya. Na tatu, kulijua kusudi umfanya mtu asiyumbe, bali awe na mwelekeo sahihi, awe na focus. Amen. Kusudi linakufanya ufanye nini? Ufocus. Focus ni kufanyaje kwa Kiswahili? Yaani utazame mbele. Kama ilikuwa ni hiki, utahangaika na hili. Kwa sababu unajua mimi hapa ni hapa tu. Si ndio? Hata kama jambo ni zuri, wewe ushajua kusudi langu ni ile nondo pale. Nani ashakuangalia Simba hata kwenye TV wakitaka kuuwinda mnyama fulani? Simba huwa anamlenga mnyama huyu. Yaani akimbii tu random mlitoa anataka kukamata tu yeyote. Yaani Simba akitaka kulenga kundi la mnyama, anamtafuta mnyama huyu mmoja tu kwenye lile kundi, anakula naye sana moja. Ana focus. Mpaka anaenda anamkamata. Yaani wale wengine wanajidhani yeye yuko na yeye tuna yule tu. Kwa sababu ndio leo mtarget. Anaenda anamngata hapa, anamwangusha chini, anamua, anakula nyama. Focus kwenye maisha. Itakufanya wewe usihangaike na vingine hata vizuri vitakavyotokea mbele yako. Kwenye maisha bwana, sio vitu vibaya tu vinavyokuondoa kwenye kusudi. Hata vitu vizuri, sana vizuri ndio vingi zaidi. Lakini vitakupumbaza, vitakuondoa kwenye kusudi. Sasa kwa nini ukubali kuendelea kukaa barabarani kila siku wakati kusudi unajua ni lile pale? Ni lile pale. Lakini watu wanakuja wanakutoa na kupeleka huko. Nakuingiza huko. Wewe ni mwimbaji, unaanza kutafakari kurekodi kwanza. Imba watu wasikie. Bwana Yesu asifiwe. Imba watu wasikie. Baada ya kurekodi wewe unajua vipi? Wewe imba. Ukiimba hapa anatokea leo mzungu mmoja hapa mweusi anasema, "Nimefurahishwa na sauti ya yule dada pale." Haleluya. Anatoka hapa, akitoka hapa anamwambia dada, "Haujatunga nyimbo zako? Tunga nyimbo zako basi. Ukimaliza kutunga unione." Bwana Yesu asifiwe. Umeshow gift yako tu mara moja, nimekutambulisha na wakuu hapo hapo. Na mifano mingine mimi naitoaga siku zote. Kuna wasomi wengi sana kwenye maprofesa wa vyuo vikuu, lakini wengi hawajakanyaga Ikulu pale. Lakini nasikia leo si Diamond kakaribishwa na rais Ikulu. Bwana Yesu asifiwe. Sikia si Nandi. Tunaongea sio? Nandi si kapigiwa simu na rais. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo rafiki ndani angekaa tu kukongoe huko asingeimba ule muziki wake anayeimba, hata kama anasifu mambo ya duniani. Ile kipawa chake asingekitoa nje. Nafikiri angepigiwa simu na rais. Na wachezaji wa timu yetu ya taifa wanakaribishwa mpaka lunch na rais Ikulu. Wengi ni form 4 failure, wengine hawajamaliza hata darasa la 7. Bwana Yesu asifiwe. Vipawa ndio vinawapeleka wapi? Sasa wewe ndugu yangu, wewe ni nini kinachokupeleka Ikulu? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini kinachokupeleka kule? Usiishi maisha ya utupu. Tuishi maisha ya ukamilifu. Ni kitu gani kinachokutambulisha kwetu? Kitoe nje. Kifanyeje?
Kitoe nje, focus nacho. Ukifocus nacho hicho, tutakujua tu. Unataka utaki, nimejua jamaa leo anaipa nyimbo za sifa. Haleluya. Tumtukuze Mungu kwa ajili ya huyu mtu. Sio? Asingeimba mimi nikajua kama unajua kuimba. Unanifahamu mimi? Na mimi sikufahamu. Lakini leo kipawa chako kimekutambulisha kwangu. Sawa? Kipawa chake kimefanyaje? Kimenitambulisha mimi. Nimejua kwamba huyu mtu Mungu amempa kipawa cha kufanyaje? Cha kusifu na kuabudu. Haleluya. Kujua kusudi. Kulifahamu kusudi kuna kuongezea nguvu katika maisha, yani kuna kumotivate. Si ndio? Kwa sababu ukishajua kusudi lako maana yake unakuwa na courage. Wewe yani uhitaji mtu akufanyaje? Hauhitaji mtu akufanyaje? Aje akutie moyo. Usisubiri kutiwa moyo. Hiyo hainaka kutiwa nini? Mimi mwenyewe nahitaji kutiwa moyo. Sasa ninyi nikutie moyo. Haleluya. Mimi mwenyewe nahitaji kufanyaje? Kila mtu kama tunahitaji kila mtu anataka atiwe moyo, kila mtu anataka atiwe moyo. Sasa kama tutiani moyo tutafanyaje? Wewe unaishi hapo hapo, unabakia na maisha yako ya nini? Unalalamika tu, unaishia kulalamika. Usilalamike, nyanyuka. Mungu anakusubiria. Amina. Ukilijua kusudi ukafocus na unapata nguvu ya kwenda mbele unakotaka kwenda. Na mwisho kabisa, ukilifahamu kusudi linakuandaa kwa maisha ya milele. Wanasema it prepares you for eternal life. Sawa? Kusudi halikupeleki kwenye mambo ya duniani. Sawa? Kusudi, watu wanafikiri kusudi tu ni kumtumikia tu Mungu. Roho yofi kumtumikia Mungu ni kuimba tu kanisani, ni kuhubiri, ni kuimba kwaya. Bwana nikwambie, kila mtu ana huduma yake hapa. Hiyo huduma ukiitoa nje, watu wakaiona, inakuwa ni faida kwa taifa, faida kwa nchi. Na kwa sababu unamjua Mungu na umezaliwa na Mungu mara ya pili, umezaliwa na Mungu, umekuwa mtoto wa Mungu, maana yake watu watamjua Mungu na watampenda Mungu kupitia wewe. Amen. Yaani huko ofisini kwako, huko uliko, pandisha thamani ya kile kipawa chako ambacho unacho. Watu wakisema, nimeenda kwa dada Joy pale, yani yule dada jamani. Yaani anakupokea kwa ukarimu. Mimi na historia mbaya kidogo ya kukutana na ma-PS. Yaani ukienda tu unapewa majibu ya mkato. Kwa wasaidizi maofisini huko, yaani sijui wanafundishwa huko maofisini au wanafanyaje sijui. Yaani unajiuliza sasa nimemkosea nini? Yaani mgeni kafika pale, kwanza umefika sio uji chochote pale kwenye ile ofisi. Lakini umesomea huduma. Hiyo huduma uliyosomea ni huduma yako iliyoko ndani? Kama si ya kwako toka hapo. Amen. Toka hapo, maana hapo sio sehemu yake. Matokeo yake nini? Steering la baskeli limefungwa kwenye gari. Tunataka gari iende, inaendaje? Watu wengi wamekaa sehemu ambazo sio zao. No. Lakini wewe ambao unalijua kusudi, utaishi sehemu yake. Utawahudumia watu. Jumapili watu hawatahitaji mtu akusimama pale mbele kukaribisha watu kanisani. Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu wewe unajua hii ni huduma yangu. Mtu anasema hii ni huduma yangu, lazima niilinde. Watu wanakuja kanisani, nafurahia nimekuja kwenye ibada leo. Bwana Yesu asifiwe. Hongera sana kwa kuja nyumbani mwa Bwana. Sasa ile kanisa. Hali watu wamejipanga. Hapana, kuna mtu amegundua kipawa. Hajatumwa hata na mchungaji wala na wazee wa kanisa kafanya kitu fulani, lakini yeye ndio anafanyaje? Anafanya kwa sababu inatoka wapi? Kuna mtu anasema ile madhabahu haijafutwa vizuri. Ngoja nitaenda kutafuta kimiminika fulani Kariakoo. Kwenye duka nilikiona cha kufutia vyuma vile vya kanisani. Nitakuja kufuta vile vyuma vya kanisani. Nitawaambia wanisaidie. Tufute pale vile vyuma vitang'aa vizuri sana. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni kipawa chake. Akitazama anaona kasoro ile pale, anasema pale kuna kitu fulani tukiweka pale kitakaa sawa. Ni kipawa cha mtu. Haleluya. Haleluya. Amen. Sasa maisha ya milele yanakuja pale ambako wewe umegusa watu wa Mungu. Umilele hauji tu si upo tu. Maisha ya milele yatakuja wewe baada ya kugusa maisha ya watu wengine. Yaani Mungu amekutuma uje huko tuachie vile vitu umeshatuachia. Ndio umeishi maisha ya nini? Ya milele. Kumbukeni. Kwenye maisha ya milele kuna mambo haya, maswali haya,
Mungu atakaye kuuliza naye, ulimfanyia nini mwanangu Yesu Kristo? Ulifanya nini na yeye nilivyokupa aje huko duniani? Maana Yesu alikuja ili atupe uzima wa nini? Wa milele, si ndio? Biblia inasema aliye naye mwana anao huo uzima wa nini? Yaani umilele unakaa wapi?